Mtazamaji wa kipindi cha TARI na maendeleo ya kilimo. Ili sekta ya kilimo iweze kukua na kuwa na tija kwa wananchi wa nchi yetu ya Tanzania, basi lazima uwekezaji katika sayansi na teknolojia ya kilimo na kuhaulisha teknolojia hii kwa wakulima basi itiliwe mkazo na kupewa nafasi kubwa sana katika jamii yetu ambayo asilimia kubwa wamejiajiri katika upande wa kilimo. Ndio maana taasisi ya utafiti wa kilimo hapa nchini Tanzania TARI chini ya Wizara ya Kilimo imeweza kuhakikisha kwamba inakuza teknolojia na kuhaulisha teknolojia hii kwa wakulima ili waweze kulima kilimo chenye tija zaidi katika mazao mbalimbali. Lakini hivi sasa tunaangazia zao hili la mkonge, ambapo jukumu kubwa la kusimamia zao hili la mkonge imepewa. Huu udongo una virutubisho gani? Una nitrogen kiasi gani? Una phosphorus kiasi gani? Una potassium kiasi gani? Hivi ndio virutubisho vinavyotumika na mmea kwa kiasi kikubwa sana. Vipo vingine kama zinki, kama madini ya chuma na kadhalika, lakini hivi ndio vinavyotumika kwa kiasi kikubwa. Sasa lazima ujue kwamba huo udongo una nitrogen, phosphorus na potassium kiasi gani. Lakini pia lazima ujue mkonge unahitaji virutubisho kiasi gani. Sasa unapojua mahitaji ya mkonge, virutubisho ambavyo vinavyohitajika kwenye mkonge, lakini unaangalia kwenye udongo ule na virutubisho vinavyohitajika na zao la mkonge. Sasa tofauti ile ndio lazima urutubisho kiasi gani. Sasa tofauti ile unayoiona kati ya virutubisho vilioko kwenye udongo, weke mbolea. Ili kwamba sasa ule mkonge uwe unautosheleza kwa vile virutubisho. Unajua mkonge ni kama vile binadamu anahitaji aishi, anahitaji yale. Sasa mkonge unahitaji virutubisho. Kwa hiyo TARI Mlingano ni kituo mahiri pia kwa afya ya udongo. Hiyo nayo ni teknolojia ambayo lazima mkulima aweze kuijua kwa ajili ya kilimo bora cha mkonge. Yeye asiende tu akaende tu analima tu alafu anapanda. Kwanza lazima akisha lima ajue hilo shamba lake lina virutubisho kiasi gani na kiasi kipi ambacho kimepungua, hicho kitawekwa kwenye udongo pale kama mbolea ili zao la mkonge liweze kwenda vizuri. Na sasa tumsikilize mkurugenzi wa taasisi hii ya TARI Mlingano hapa mkoani Tanga, Catherine Senkoro, akielezea kanuni bora na namna ya upimaji wa udongo katika sekta ya kilimo, hasa katika kilimo cha mkonge. Kabla hujaanza kilimo cha zao lolote, lakini pia kwa sasa niseme zao la mkonge, kuna umuhimu wa kufanya hivyo kwa sababu afya ya udongo, tathmini ya afya ya udongo na shamba lenyewe ni muhimu, kwa sababu ni maeneo ambayo usipofanya hivyo inaweza ikakuendea kwamba umewekeza katika maeneo ambayo hayafai, au hata kama yanafaa lakini yanakuwa na tatizo ambalo ungeweza ukalitambua mapema kabla hujawekeza. Kwa hiyo tunapofanya tathmini ya afya ya udongo tuna maana nzuri, kwa sababu udongo ndio store ya chakula cha mmea. Kwa hiyo kama ndio store ya chakula cha mmea, je, hicho chakula kinatosheleza kuzalisha zao la mkonge? Kwa hiyo unapofanya tathmini ni vema kwa ajili ya kujua unatakiwa uweke mbolea aina gani, kwa kiwango kipi, na kulingana na ukuaji wa lile zao. Kwa mfano, zao likiwa dogo kuna utofauti mkubwa wa kuweka ile mbolea na wakati unapokuwa umeanza, hata kabla hujavuna. Kwa hiyo tunapofanya tathmini ya afya ya udongo itatusaidia kutoa ushauri. Kwa hiyo tunampa mshauri mkulima kwamba sasa kwa eneo hili rutuba inatosha, hakuna haja ya kuweka mbolea. Lakini tutakapopima tukakuta kwamba
ile store imepungua baadhi ya virutubisho, ina maana inabidi tumshauri mkulima aweke mbolea ya namna gani, ikiwa ni ya asili au ikiwa ni ya viwandani, na mara nyingi huwa tunapenda wachanganye. Nasema hivyo kwa sababu mbolea asili ina uzuri wake na pia inatoa virutubisho polepole. Kwa udongo mwekundu ambao tunajua tabia za udongo kwa sababu tumeishafanyia utafiti sana, na huwa tunashauri kwamba la kwanza, kemikali ya udongo yenyewe iko chini, kwa maana kwamba pH ukipima ikishakuwa chini haifai kwa zao la mkonge. Kwa hiyo unapochanganya mbolea ya viwandani na ya asili unakuwa umepata kitu kizuri. Mbolea ya kiwandani inatoa virutubisho kwa haraka. Mbolea asili inatoa polepole lakini inafanya udongo uwe mzuri. Unaweza kutunza vile virutubisho, lakini pia unaweza kuweka maji ambayo kipindi cha ukame basi mmea unakuwa una uwezo wa kuchukua virutubisho kupitia hicho kimiminika cha maji. Nitoe mfano wa maeneo yetu haya ya wilaya Muheza na maeneo mengine ambayo yana ushauri kwamba ni vema mkulima akaweka hii tunaita chokaa au wanaita lime, agricultural lime. Kwa hiyo tunapendekeza kabisa mkulima kabla hajaanza kulima, baada ya kuandaa shamba ameshalima, basi anatakiwa aweke chokaa ambayo itasaidia kufanya ile kemikali ikae vizuri, kuruhusu udongo uweze kutoa virutubisho kwa mmea. Kwa hiyo kwa mfano chokaa inatakiwa mkulima aweke tani 5 kwa hekta moja. Sasa tani 5 kwa hekta moja, ukifanya mahesabu ya rahisi ni kwamba anatakiwa aweke tani 2 kwa ekari moja. Kwa hiyo mkulima anatakiwa aweke tani 2 za chokaa kwa ekari moja. Lakini ukija kwenye kirutubisho cha nitrogen ambacho kinabebwa na mbolea ya urea, huyu mkulima anatakiwa aweke mfuko mmoja wa mbolea ya urea kwa ekari moja. Kwa hiyo haya tumekwisha fanya katika huu udongo ambao ni mwekundu lakini pia ni tifutifu na uko vizuri, lakini una hilo tatizo kwamba kuna baadhi ya virutubisho lazima tuongeze. Lakini pia kuna mbolea nyingine ambayo inaitwa inaongeza kirutubisho cha nitrogen, phosphorus pamoja na potassium. Vyote hivi ni muhimu, lakini tumeona kwenye maeneo haya ambayo yana udongo mwekundu katika wilaya ya Muheza yanahitaji kuwekewa hivi virutubisho. Na vyenyewe tumesema kwa eka moja anatakiwa aweke kilo 40. Na huwa kwa mkulima kawaida naambia na yenyewe weka mfuko mmoja wa hii aina ya mbolea ambayo ina virutubisho vitatu. Kwa hiyo nimetoa mfano kwamba maeneo kama haya utakapofanya hivyo, ukapima afya ya udongo na huku tumeisha fanyia kazi, ina maana utaongeza tija katika uzalishaji. Sasa utajuaje kama eneo lako lina rutuba au halina? Ndio maana tunashauri sana katika uanzishaji wa vitalu ni vizuri ukawasiliana na wataalamu wa udongo kutoka Kituo cha Utafiti Kilimo TARI Mlingano. Wao watachukua udongo wako kwenye kitalu, hilo eneo ambalo umechagua kwa ajili ya kitalu, baadaye watachukua zile sampuli za udongo na kuzipeleka maabara. Maabara baada ya kuzipima hizo sampuli za udongo watajua ni virutubisho gani ambavyo vimepungua kwenye hilo eneo lako ambalo unataka kuanzisha kitalu. Majibu hayo ya maabara sasa yatasaidia kukushauri ni aina gani ya mbolea utumie kwenye hicho kitalu chako, lakini pia ni kwa kiasi gani. Kwa hiyo hayo yote yatatolewa na wataalamu wa udongo. Ningependa kutoa maelezo jinsi ambavyo mkulima anaweza akachukua sampuli kutoka shamba na kutuletea hapa kwa ajili ya upimaji. Katika kuamua uchukue vipi sampuli shambani kwako, kuna vitu vingi vya kuangalia. Kwanza unaangalia shamba limefanana kiasi gani au limetofautiana kiasi gani. Kwa hiyo yale maeneo yote ambayo yamefanana yanawakilisha eneo ambalo lina tabia zinazofanana, na maeneo ambayo yanatofautiana yanawakilisha tabia tofauti. Kwa hiyo katika uchukuaji, unapoamua kusema hapa ndio mahali ambapo nitachukua sampuli, ukishakuwa na sababu kwamba hapa pamefanana, basi utachukua sampuli kwa mfumo wa composite sample.
Uchukuaji wa sampuli unategemea na zao unalolima. Mazao ya jamii ya miti, kwa sababu mizizi yake inakwenda chini, unahitaji kuchukua sampuli kwenda kina cha chini zaidi. Mazao kama ya mkonge unaweza ukachukua kina cha kutoka sentimita 0 mpaka 30 na 30 mpaka 60, kiasi cha futi 2. Kwa hiyo katika kuamua pia huchukui sampo moja kwenye eneo moja ambalo ni wakilishi. Unachukua sampo moja kwenye eneo la katikati, alafu ukiwa umekaa huko ulikoelekea, unaenda mbele kama hatua 20 au 25, unachukua sampuli nyingine, unaenda kushoto kwako, kulia na nyuma yako. Hizi sampuli nafikia 5, unaweza kufanya hata zaidi ya hizo. Udongo wote ule wa juu, kwa mfano sentimita 0 mpaka 30, unaweka kwenye chombo kimoja, na ule wa kutoka 30 mpaka 60 unaweka kwenye chombo kingine cha pili. Kwa hiyo ni sampo moja, lakini imechukuliwa kwenye mashimo zaidi ya 5 au 6. Hizi unazichanganya zote kwa pamoja ara ukiwa umetenganishwa. Kwa hiyo ikiwa shamba ni kubwa sana utalitenganisha kutokana na hali kama hiyo. Lakini kuna angalizo, ule udongo wa juu wote kwa eneo lile unauweka kama ni sampo moja, na ule wa chini unaweka kama ni sampo ya pili. Kwa ni sampo moja, lakini imetokana na vyanzo vya mashimo kadhaa kama 5. Baada ya kuona katika eneo hilo, unachukua udongo ule na kutuletea maabara. Mkulima, usichukue sampuli chini ya mti, kwa sababu chini ya mti kunakuwa na majani yanayodondoka, kwa hiyo yanaweza yakaonyesha tabia tofauti na maeneo mengine. Ni yale maeneo tu ambayo yamechukua sehemu kubwa ya shamba ndio yanawakilisha shamba lote. Lakini pia usichukue sampuli mahali ambapo pamechomwa moto, kwa sababu majivu yale yanaweza akatupa si majibu ambayo sio yaliyotoka kwenye udongo, yametokana na majivu. Kwa hiyo unachukua tahadhari. Sehemu ambazo wamekunya wanyama kutoa samadi pia usiichukue. Tunataka uhalisia wa rutuba ilivyo kwenye lile shamba. Kwa hiyo baada ya hapo udongo ule unachukuliwa na kuletwa maabara. Kule field unapochukua ni lazima uweke alama unazotambua, au tunasema labeling. Unaiwekea lebo ili kujua sample hii nimeichukua sehemu gani, ili baadaye majibu yatakayotoka uweze kuoanisha na ile sehemu ambayo umechukulia kwamba jibu hili ni la sehemu hii. Kwa hiyo ukishaletwa udongo huwa hatuufanyii moja kwa moja vile ulivyo kutoka shamba. Kuna hatua. Kuna sehemu tunasema ni sample reception and preparation. Sample registration, reception na preparation. Hiyo sehemu tunachukua udongo, tunaupokea. Kama amekuja ni mteja kutoka shamba, tunafungua sisi pamoja na yeye kuthibitisha kwamba alicholeta kutoka shamba ndicho kilicho. Kwa hiyo tufungua ile sampuli tuione iko sawa na lebo zake. Baada ya hapo tunaukausha. Udongo ule unawekwa kwenye tray. Hatukaushi kwa jua wala kwa umeme. Tunafanya air drying. Kwa hiyo unawekwa mahali ambapo kwa hewa tu ya kawaida unakauka mpaka unafikia kiasi ambacho unyevu wake unaturuhusu sisi kuweza kufanyia kazi maabara. Baada ya kufika katika hatua kama hiyo, unapochukua udongo unakuwa kwenye mabonge. Kwa hiyo ili tuweze kufanyia vipimo sisi, unapondwa moja. Kama udongo ni laini mzuri, tunatumia kifaa kinaitwa mortar and pestle. Tunagonga, alafu kuna chekeche. Tunaipitisha kwenye chekeche. Ile chekeche ina tundu za milimita 2, ambapo katika classification ya udongo unahesabiwa kama ni udongo ule unaopita kwenye chekeche ya milimita 2. Kwa hiyo tunauchekecha ule udongo, kile kinachobaki juu ya milimita 2 hatukihitaji, tunaweka pembeni, na ule udongo wote uliopita pale ndio ambao tunautumia kwenye upimaji. Kwa hiyo baada ya kufanya registration, kuna fomu maalum ambazo mkulima huwa anajaza kwa kutoa taarifa zake. Shamba lake liko wapi, amechukua lini sampuli hizo, kwa kina cha urefu kiasi gani. Kwa hiyo tukishapata sampuli za namna hiyo, sisi tunazikausha, tunazisaga na kuzihifadhi mahali ambapo tuko tayari sasa tulileta ndani ya maabara kwa ajili ya kuja kupima. Na sisi huwa tunachukua sampuli za majani ya mimea, tunachukua sampuli za mbolea, tunachukua sampuli za maji. Kwenye maji tunatafuta ubora wa maji kwenye umwagiliaji. Kwenye sampuli za majani tunaangalia majani yale yamechukua kiasi gani cha virutubisho kutoka ardhini kufikia kule juu. Kwa hiyo hizo zote na mbolea pia tunazifanyia kazi kwa kuthibitisha ubora wake. Kwenye mifuko wakati mwingine imeandikwa labda ni NPK ya 40-20-20. Sisi huwa tunakuja kupima na kuthibitisha kwamba kweli kilichoandikwa ndivyo kilivyo. Alafu baadaye ndio wanaweza wakaruhusiwa kulima kutumia vile ambavyo imeagizwa kutokana na maelekezo yao. Kwa hiyo kwa ufupi, kutoka shamba mpaka kwenye sehemu ya maandalizi, hicho ndio tunachokifanya. Baada ya hapo, sampuli zikiwa tayari zimeshaandaliwa zinaingizwa kwenye jengo la maabara. Kwanza ya muhimu sana kupima ni pH. Sehemu ya pH ya udongo inapima na kutupa picha kwa mambo mawili. Moja,
inatusaidia sisi wafanyaji kama technician. Sehemu ya kwanza, ili tutumie methodi zipi katika kutafuta virutubisho vilivyopo, kwa sababu method nyingine zinategemea na aina ya pH iliyopo. Lakini la pili ni umuhimu wa pH kwenye mazao. pH ikiwa kwenye kiwango fulani, kwa mfano chini ya 5.5, baadhi ya virutubisho vinakuwa vimebanwa, haviwezi kupatikana na mimea. pH ikianzia 5.5 mpaka 7 pale katikati ni eneo zuri ambalo virutubisho vyote vinaweza vikapatikana. Na ikiwa juu ya 7 pia kunakuwa na shida, kuna baadhi ya virutubisho haviwezi kupatikana. Kwa hiyo sisi tukishapima kipimo cha kwanza kabisa, tayari tunajua kuna ishara kwamba kitu fulani kinaweza kikawepo au kisiwepo. Kutoka hatua hiyo ya kupima pH, tunaingia sehemu nyingine ya kufanya soil texture. Udongo una maumbile mbalimbali. Kuna udongo wa mfinyanzi, kuna mchanga, kuna tifutifu na michanganyiko mingi tu. Kwa hiyo baada ya hatua ya pili kupima pH, tunaenda sehemu tunasema tunafanya analysis ya soil texture, ambayo tuna method mbili. Kuna moja ni ya pipette na nyingine tunatumia hydrometer method. Method ya hydrometer ndio ambayo ni common, tunaitumia kwa ajili ya kufanya mambo ya kilimo. Ile method inafanyiwa kazi, unauchukua udongo, unapimwa kama gramu 50, unawekewa dawa ambayo inasaidia kutenganisha vipande vya udongo. Kwa sababu udongo unapokuwepo umejishika ni vibonge vibonge, lakini dawa ile ina uwezo wa kulegeza ule udongo ujiachie ili kila kipande kisimame peke yake. Baada ya hapo udongo ule unalazwa na ile dawa kwa usiku mmoja. Asubuhi yake tunausheki. Dawa imesaidia kulegeza kwa njia ya kikemikali, lakini pia tunautikisa kwa kutumia mashine ili kuzidi kubreak down zaidi. Ukisha kuwa broken down zaidi, tunauweka kwenye kifaa kingine ambacho sasa tunatumia hiyo hydrometer. Unajazwa kwenye measuring cylinder ya lita 1. Ukishaweka ule udongo pamoja na maji, kuna kifaa tunaita plunger. Ile plunger inatibua ule udongo ili vipande vyote vijiachie. Ukishautibua kwa muda dakika 1, kuna kifaa tunaita hydrometer. Kile ni kipimo kinachoweza kujua uzito wa maji. Yale maji ambayo yatakuwa na vibonge vingi vizito vya mchanga yana uwezo wa kusukuma ile hydrometer kwa juu zaidi. Kwa hiyo ukishafanya plunging, unaitumbukiza baada ya dakika 1, unatumbukiza ile hydrometer, itakuonyesha kipimo unachosoma, una rekodi. Hiyo reading ya kwanza ni ya kupima kiasi cha mchanga kilichoko kwenye sampuli. Ukisha sheki kwa dakika 60, baada ya sekunde 40 unasoma kipimo cha kwanza cha mchanga, unaiacha. Baada ya dakika 4 unaitumbukiza tena ile hydrometer, inakupa kipimo cha kiasi cha tifutifu kilichoko kwenye ile sampuli. Lakini unaiacha baada ya masaa 2, unakuja kupima tena, hiyo inakupa kiasi cha mfinyanzi ulioko kwenye ule udongo. Baada ya kujua hizo, kuna jinsi ambavyo tunatumia hesabu sasa kupiga kutokana na kile kiasi ambacho umekiona hydrometer imeingia na kiasi halisi cha mchanga uliopo. Lakini pia tuna consider swala la joto. Joto linachangia kwenye kufanya ile hydrometer izame kwa kiasi gani. Kwa hiyo hydrometer inapotengenezwa inakuwa kwenye level fulani ambayo inatakiwa kufanya kazi kwenye degrees 20. Kwa hiyo mabadiliko ya joto yaliyopo huku ikiwa imezidi zaidi ya 20, kuna factor ambayo tunafanya, unajumlisha kile kiasi kilichozidi kwenye kila sampuli. Kama imeshuka chini ya 20, unajumlisha kiasi fulani cha joto ambacho kimeshuka, ili ile hydrometer ifanye kazi katika kiwango kile ambacho ilikuwa imeandaliwa. Kwa hiyo baada ya hapo tunachukua yale majibu na kuyafanyia hesabu. Sasa tutajua ni asilimia ngapi ya mchanga iko mle, ni asilimia ngapi ya tifutifu ipo, ni asilimia ngapi ya mfinyanzi ipo. Baada ya kupata vile, tuna kitu tunaita ile triangle ya texture triangle. Idadi ya pasenti utakazozipata, unaingia kwenye sehemu ya texture triangle ambayo inakuonyesha sasa ni jina la ule udongo huo utakuwa na jina gani. Na kila aina ya udongo unakuwa na tabia zake. Kwa hiyo tukishajua huu udongo ni wa aina fulani na tabia zake zikoje. Kwa mfano ukipata udongo ambao ni wa tifutifu, tunajua sifa ya udongo wa tifutifu ni kuweza kuhifadhi maji, una hewa ya kutosha, una mizizi inaweza kupenya kirahisi kwenye udongo. Kwa hiyo na kwenye mazao yale ambayo yanatakiwa yafanye kazi kwenye yastawishwe kwenye eneo hilo, tunamshauri mkulima sasa kwamba udongo huu unafaa kwa zao hilo. Kwa mfano mazao kama ya karanga, mihogo, nini, anahitaji udongo ambao ni laini. Kwa hiyo kama mkulima hajui afanye nini, tukishajua aina ya udongo alionao, tutamshauri kwamba kwa udongo huu unaweza ukapanda mimea jamii ya mizizi, kwa sababu itakuwa ni rahisi kuweza kupenya. Kuna udongo kwa mfano wa mfinyanzi. Mfinyanzi sifa yake ni kuhifadhi maji.
Kwa hiyo kama udongo ni wa mfinyanzi, ni kwenye bonde zuri, tutamshauri mkulima kwamba hapo unaweza kulima mpunga, kwa sababu maji yatakuwa yanakaa mahali na mvua zinanyesha. Hatukushauri utumie mbolea yako yote kwa mara moja, kwa sababu mvua inaponyesha ile huwa inakwenda na maji. Kwa hiyo unapunguza hata kiasi cha mbolea, uiweke kwa awamu ndogo ndogo, ili mmea upate muda wa kuchukua virutubisho vilivyopo. Lakini baada ya kumaliza sehemu hiyo ya soil texture, tunaingia kwenye eneo la maabara. Kipimo kingine kinachofuata kwa umuhimu wake ni nitrogen. Nitrogen ni kipimo muhimu sana, kwa sababu ndio kinahusika kwenye kufanya mmea uweze kutengeneza chakula chake. Mizizi inaleta chakula kutoka ardhini, lakini kiwanda kinachochakata kile kinachochukuliwa chini ya ardhi ni majani. Kwa hiyo nitrogen ikiwa ni ya kutosha, majani yanakuwa na rangi ya kijani. Yanapokuwa na rangi ya kijani, maana yake yanakuwa na uwezo mkubwa wa kuchakata vyakula ambavyo vimeletwa kutoka ardhini. Kwa hiyo hii nayo ni sehemu ambayo tunatumia aina fulani ya dawa ambayo inaweza kutoa kiasi cha nitrogen kilichoko kwenye udongo. Sampuli ni moja na virutubisho vyote karibu 16 viko humo humo, lakini jinsi ya kujua kitu kimoja na kingine, tuna method ambayo tunatumia. Ukitumia njia ya kuchoma, wet digestion, unaweza kuunguza kiasi chote cha ammonia na nitrate zilizo kwenye udongo na kuzibadilisha ili uweze kuichukua kwenye solution. Unachukua kiasi cha gramu 1, unaiwekea na dawa ambazo zinasaidia kuunguza ili kubadilisha source zote za nitrogen zibadilike kuwa kwenye fomu ya ammonia. Baada ya hapo tunaenda mahali pa kuweza kufanya distillation. Kwa hiyo unachemsha kile kiasi cha ammonia pamoja na sodium hydroxide. Ikitoka ile hewa unaikusanya mahali, alafu unahesabu kwamba kiasi cha ammonia kilichotoka kinakusanywa kwenye dawa fulani ya boric acid. Tukishaipata hiyo, tunaweza kupiga hesabu kwamba kiasi cha ammonia kilichotoka hapa ni sawa sana kiasi cha nitrogen kilichoko kule shambani. Lakini pia kuna sehemu nyingine ya phosphorus. Sehemu ya phosphorus tunapima kiasi cha phosphorus kilichoko kwenye udongo. Phosphorus kazi yake kubwa ni kuwezesha mmea kuweza kuwa na mizizi ya kutosha. Kwa hiyo mmea ukiwa na mizizi ya kutosha, maana yake utakuwa na uwezo mkubwa wa kuchukua chakula kingi kutoka ardhini na kupeleka juu kwenye majani ili iweze mimea iweze kuchakata vizuri kile chakula chake. Kwa hiyo kutafuta kiasi cha phosphorus pia, kama nilivyosema, kiko kwenye udongo ule ule. Kwa hiyo iko dawa nyingine ambayo ukichukua sampuli ya udongo ukapitisha ile dawa, ina uwezo wa kuchukua kiasi cha phosphorus ikaondoka nacho ikawa kwenye solution. Kwa hiyo kutoka kwenye solution unakuja unapima sasa hapa kujua kwamba phosphorus iko kiasi gani. Jinsi ya kujua kwamba iko kiasi gani, kwa sababu iko kwenye solution, kuna vitu tunaita standard. Standard ni dawa ambayo tunazijua thamani yake. Tunazitanguliza kwenye mashine inatuonyesha kwamba value zake ziko hivi. Baada ya hapo tunachukua ile tusiyojua, tunaipitisha kwenye dawa zile zile, na yenyewe pia itatuonyesha ni kiasi gani. Sasa phosphorus inatumia mfumo wa rangi, inatoa rangi ya blue. Zile standard zina rangi nyepesi na nzito, kutoka 0 mpaka ile standard ya juu sana. Kwa hiyo tunatanguliza tunachojua, tunaleta tusichokijua. Kutoka mle ndio tunaweza kufahamu kwamba hapa phosphorus iko kwa kiasi gani. Kwa hiyo kutoka hapo ndio tunaweza kumshauri mkulima kwamba phosphorus hapa ni kidogo, kwa hiyo uongeze kiasi gani. Lakini pia kwa upande mwingine, hapa tulipo tunatafuta virutubisho vya calcium na magnesium, sodium na potassium. Hivi ni muhimu sana hasa kwenye mkonge. Mkonge unahitaji kiasi kikubwa sana cha potassium na calcium, kwa sababu ndivyo ambavyo vinachangia kwenye ubora wa mkonge. Lakini pia vinapopungua huwa vinasababisha hata magonjwa ya kwenye mkonge. Kwa hiyo kwa mfumo ule ule tunauchukua udongo, tunauchuja, tunachukua kiasi cha hizo sodium, potassium, calcium na magnesium kutoka kwenye udongo, vinachujwa, vinakuja chini kwenye solution. Kutoka hapo tunatumia mashine. Hii mashine inaitwa atomic absorption. Atomic absorption maana yake ni kwamba inatumia moto. Kuna moto, unapopitisha sampuli ikiungua inatendi kutoa rangi za aina mbalimbali. Kwa zile rangi zina kichujio ambacho ile mashine inachukua kwamba kujua hii ni calcium na hii ni magnesium. Kwa tunatumia mtambo huu kubaini kwamba kuna potassium kiasi gani au kuna magnesium kiasi gani kwenye ule udongo. Lakini umuhimu wake ni kama nilivyoeleza kwamba ni lazima ujue. Kimsingi ni kwamba calcium inatumika kwa wingi sana na mkonge. Kuna karibu kilo 461 kwa hekta kwa mwaka. Mkonge unapopanda mahali huwa unanyonya kiasi hicho. Unaona? Na kiasi cha potassium karibu kilo 224 kwa mwaka. Phosphorus karibu kilo 20 kwa mwaka. Nitrogen kama kilo 124, kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba
ni muhimu mtu aweze kupima, kwa sababu unapoweka mmea pale unakula rutuba, na mkonge ni mazao ya muda mrefu sana. Kwa hiyo ukiacha pale kama kila mwaka inachukua kiasi hicho, mwisho wa siku lazima utakuta mimea ile inanyong'onyea. Nafikiri hii imeonekana kwenye mashamba mengi, unakuta vimkonge vimedumaa kama mananasi. Lakini tatizo ni kwamba wakulima wengi hawahangaiki. Akishapanda, kwa sababu mkonge una uwezo wa kuhimili shida, basi anadhani mambo yanakwenda tu kama yalivyo. Lakini ni kama ilivyo hospitali. Huwezi kunywa dawa bila kujua unaumwa kiasi gani. Hata kama unaumwa, unahitaji kujua dozi ule kiasi gani. Kwa mimi ninachosisitiza ni kwamba wakulima ni lazima wapime udongo, wajue. Kwanza waelewe kwamba mkonge unahitaji nini. Watafute kwenye udongo hicho unachohitaji mkonge kipo, kama hakipo kimepungua kwa kiasi gani. Sisi uwezo wa kutambua kuna kitu gani kimepungua kwa kiasi gani tunao kwa kutumia mitambo na utaalamu huu tulionao. Baada ya hapo tunazitumia hizi taarifa kuweza kuwashauri sawa wakulima kama mahali panafaa, kama ardhi ni asili, kama vinafaa tuambia panda tu, huna haja ya kutumia mbolea. Lakini pale ambapo virutubisho vimepungua, pia tunamshauri tumia kitu fulani kwa kiasi gani. Kwenye upande wa pH kama nilivyozungumza tangu awali, ndio maana kuna vitu wanasema liming. Unafanya lime kwa ajili ya kupandisha pH ili virutubisho vyote viweze kupatikana. Lakini pia unaweza ukakuta kuna mahali ambapo pH ziko juu sana. Unahitaji kutumia gypsum ili kutengeneza mambo yaweze kwenda kukaa sawa sawa. Kwa hiyo kimsingi kwa kazi tunazofanya hapa ndani sehemu muhimu ni hizo. Lakini pia tunahitaji kufahamu kiasi cha organic matter kilichoko kwenye udongo. Organic matter ni kama hifadhi ya virutubisho. Kwa sababu mahali panapokuwa na mboji ya kutosha, maana yake kutakuwa na hivi virutubisho vyote vya kutosha, kutakuwa na nafasi nzuri kwa viumbe walioko ardhini kuweza kuishi. Unapokuwa shamba, kama kuna mabaki ya mimea yanapoanguka, huwa yanasagwa, baadaye yanakuwa ni sehemu ya udongo. Kwa hiyo sehemu ya organic matter nayo ni muhimu sana. Tunapima ili kujua kama udongo huo una uwezo wa kuhifadhi virutubisho kwa kiasi gani. Pamoja na hayo, tuna kitu tunaita CEC. CEC ni uwezo wa udongo kuhifadhi virutubisho. Ina uhusiano mkubwa sana kati ya texture ya udongo, kama udongo ni mchanga, ni tifutifu au ni mfinyanzi, na pia na uhusiano mkubwa sana na kiasi cha organic matter iliyoko kwenye udongo. Kwa hiyo vitu vyote tunavioanisha, na baadaye taarifa yote ikishakamilika, tunaweza kumshauri mkulima kwamba atumie mbolea kwa kiasi gani, au kama shamba ni nzuri aendelee kupanda bila kuhitaji nyongeza ya kitu chochote. Mtazamaji wa kipindi cha TARI na maendeleo ya kilimo, ni matumaini yangu umesikia na kuona na kujua ni kanuni gani ambazo inabidi zifuate katika kuzalisha zao hili la mkonge. Bila kusahau, ni matumaini yangu umefahamu umuhimu wa kupima afya ya udongo kabla ya kuanza kulima zao hili la mkonge. Lakini pia umefahamu mambo mengi kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu bora ambazo zimefanywa tafiti na taasisi ya kilimo ya TARI. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Taasisi ya utafiti wa kilimo TARI, ndiyo yenye dhamana ya utafiti wa kilimo TARI. TARI ni taasisi ya Wizara ya Kilimo. TARI, tunajivunia TARI. TARI ina wataalamu waliobobea na mahiri wa utafiti wa kilimo. TARI ni taasisi ya Wizara ya Kilimo. TARI, tunajivunia TARI, ndiyo yenye dhamana ya utafiti wa kilimo. TARI, TARI ni taasisi ya Wizara ya Kilimo. TARI, tunajivunia TARI.